Kauti ya Mama season 6 iko hapa Kijitonyama, na hapa tuko na wadau mbalimbali ambao watazungumzia. Ukisikia HB Sadik Boxing Promotion unamtaja Hamisi Baraka, ndio inapatikana HB. Huyu sasa ni Hamisi. Habari yako ndugu? Nzuri sana. Salama? Salama kabisa. Kwa majina kama ulivyonitambulisha, naitwa Hamisi Hassan Jumanne. Wengi wanapenda kuniita Mr. Kombucha. Mkurugenzi mwenza na Baraka, tunaokozi kampuni ambayo inaitwa HB Sadik Boxing Promotion. Tunajishughulisha na masuala ya michezo pamoja na mchezo huu wa ngumi. HB, yes. Mara ya mwisho tumezungumza ulituambia kuna makubwa yanakuja. Kwanza tukianza na tathmini yako mpaka sasa Knockout ya Mama hii season 6, wewe kama mdau wa ngumi umeionaje? Wakati tunajipanga na makubwa yanayokuja, unajua mchezo wa ngumi ni mchezo mpana sana kwa sasa, kwa sababu kwanza ni mchezo wa biashara, lakini ni mchezo ambao unaweza kutangaza taifa kama ambavyo unaona. Ndio maana unaona leo Mama anaweza kuweka pesa. Kwa wakati sisi tunajipanga, na wenzetu wengine kama Mafia Boxing walikuwa wanajipanga, wamefanya kitu kimoja kikubwa sana, kitu kizuri. Mimi kama promoter, lakini kama mtu wa michezo, nipende kutoa kongole, niwapongeze kwa hiki kitu walichokifanya. Wameadvance zaidi, wameleta vitu vya tofauti sana ambavyo sisi tulivifanya, ila wao wamezidi kidogo. Kwa hiyo tunawapongeza. Knockout ya Mama leo imekuwa nzuri, ni bora sana, kuanzia maandalizi, lakini aina ya michezo jinsi ilivyokuwa, kwa maana mpinzani kwa mpinzani anapigwa kwenye haki. Tunaona matokeo yanatoka kwenye haki kabisa. Bondia wao mwenyewe kutoka kwenye gym yao Mafia Boxing wanaona amepoteza, hapa hajawa na malalamishi, na mwindi amechukua ushindi vizuri kabisa. Kwa hiyo kuna mipango ambayo imekuwa mizuri zaidi kwa maana ya waandaji, kwa maana ya Mafia, lakini upande wa judgment, waamuzi. Lakini tumpongeze mwenyekiti wetu mpya, ambao mwenyekiti wa mpito, ndugu yetu Patrick. Manake kuna mambo ambayo wamerudi nyuma, wamejirekebisha. Kwa hiyo tunaona fight nzuri sana. Knockout ya Mama leo imekuwa imependeza na imetoa somo, sisi tumejifunza kitu. Umeelezea vitu vingi sana ambavyo vimefanyika kwenye usiku wa leo. Nyinyi kama HB ukiwa mwakilishi wake, ni nini ambacho kimoja kikubwa ambacho umeondoka nacho kwenye usiku wa leo, ambacho wanasema hata sisi next time tukiandaa fight tunaweza hiki kikawa sehemu ya fight yetu? Kwanza maandalizi ya muda mrefu. Kuacha maandalizi ya muda mrefu, hiki ndicho tulichokiona, kwa sababu sisi kama fight za papo kwa papo ndizo tulizozifanya. Tulifanya fight pale wilayani Karagwe, ambayo ni mara ya kwanza kabisa kwa nchi ya Tanzania kwenye wilaya ile kufanya fight, lakini tumefanya jijini Mwanza, tukachezesha mkanda wa UBO ubingwa wa dunia, lakini tukaleta WBC Africa kwa mara ya kwanza East and Central Africa. Rekodi hiyo haiwezi kuvunjwa. Yani ni sisi HB tulifanya. Kwa hiyo kwa hiki ambacho leo kimetokea kwa maana ya Mafia Boxing Promotion, sisi tulikifanya. Tutahitaji sisi kufanya zaidi ya hiki, na hivi karibuni tunaweza tukafanya jambo jingine. Hivi karibuni mnaweza mkafanya jambo jingine, tutegemee kwenye miezi hii miwili mitatu ambayo imebakia, ama karibuni kwa maana ya mwanzoni mwa mwakani? Kama nilivyokuambia, maandalizi ya muda mrefu. Kwa hiyo kukaa kwetu kimya, maanake kuna kitu kizuri kinakuja hivi karibuni. Tunategemea ndani ya miezi mitatu minne kuna jambo linakuja kubwa zuri zaidi. Kama sio, ina maana kama sio mwishoni mwa mwaka huu, basi ni mwanzoni mwa mwakani. Yes, hilo maanake aidha tufungue mwaka au tufunge mwaka. Unajua tunachotegemea pia kitu kingine ni media. Huu mchezo nimekuambia ni mpana, kuna biashara, watu wanahitaji kutangaza biashara, lakini mchezo huu unahitaji fedha nyingi sana. Kwa hiyo investment yake, mtu ambao kwa mfano umewekeza milioni labda 200 au 300 kwa fight moja, unahitaji pia sponsor ili kuweza kukuza mchezo wenyewe, lakini na wewe kutengeneza faida, na yule anayekupa fedha anataka kuonekana. Kwa hiyo tunategemea kituo kikubwa kama Azam. Hivyo tunapishana, ndio maana tumeweka hiyo kalenda ili tupate wadau wengi sana na tuweze kufanya mchezo huu kwa ufanisi kama wenzetu ambavyo wanafanya. Kwa hiyo tunajifunza hiyo kitu. Tumefanya mechi za gizani ambazo media kubwa kama hizi hazijaweza kuonyesha. Tumeona athari zake. Tumefanya michezo, tumefanya game mbili ambazo game moja Azam wakaonyesha, nyingine wakatusupport kwenye matangazo. Tumeona ubora wake. Kwa hiyo tunajipanga ili kuweza kutumia pia media hii. Na kwa hili ni sehemu ya changamoto, tunasisitiza media nyingine kama hizi, Mwenyezi Mungu tunaombea kwanza azikuze, ili tuwe tunaweza kupishana game zote, sio lazima zionyeshe na Azam game kubwa. Wakati mwingine na nyie muweze kuonyesha. Asante sana kwa dua yako, naamini tutafanikiwa. Ukiachana tu na kuwa nyinyi ni waandaji wa mapambano, lakini Fadhili Magia Tanzania One yupo kwenu. Nini kinachofuata kwake?
Kama mlikuwepo wakati tuko kwenye maandalizi, sisi HB SADC kwanza ni waungwana sana. Mchezo wa ngumi umezoeleka kwamba mapromota kuna maelewano, saa nyingine mabondia kambi moja kwenda kambi nyingine hakuna maelewano. Sisi tuko tofauti, ndio maana mimi mkurugenzi nasafiri kutoka wilayani Karagwe kutoka umbali huo mrefu kuja leo kuangalia. Nilieleza wakati tunajiandaa na maandalizi ya hii knockout ya mama, nimeshiriki kile kikao pale Serena, nafikiri Serena Hotel. Majia niliwaambia, Majia alipata tatizo, alipata injury wakati wa maandalizi, wakati anategemea kupambana fight hii alipaswa acheze, na sisi tunamweka kwa promoter yeyote ambaye yuko tayari kufanya naye kazi, ila alipata injury, hakuweza kucheza na muda mrefu ameugulia maumivu. Hivyo kwa sasa yuko fit Majia, na hilo pambano tunategemea kuandaa wakati wote ambao tunasema ndani ya miezi 3-4 Majia atashiriki. Lakini promoter yeyote, meneja yeyote, kampuni yeyote ambayo inahitaji kumtumia Majia kwa maana ya kuona utamu wa ngumi, Majia anapiga ngumi ndio Tanzania wani. Ngumi zote tunaangalia ni nzuri, lakini hakuna ngumi nzuri inayochezwa kama ya Majia. Na ndio maana tunasema Tanzania wani. Sio maneno. Majia sio bondia wa media. Ni bondia ambaye anafanya kazi ulingoni. Kwa hiyo tunamkaribisha mfanya biashara yoyote wa michezo hii ya ngumi au promoter yoyote, management yoyote kuja kufanya kazi na Majia, kwa sababu lengo letu sisi ni vipaji viweze kuinuka, sio sisi kuvitumia vipaji kujiinua. Swali langu la mwisho la kumalizia, Fadhili Magia hajapigana muda mrefu na kuna mkanda yuko nao, hamuoni kama hii inaweza ikawa expired na mkanda akapokonywa? Kwa sababu tumeshaona hilo kwa bondia mkubwa tu Tanzania, Hassan Mwakinyo amekaa muda mrefu hajapigana, ule ubingwa umevuliwa kwake. Hamuoni na hii inaweza ikawa athari, kwa sababu mnatumia nguvu kubwa sana hii mikanda kuja nchini, lakini inaondoka kirahisi? Kwanza naweza nikarudisha swali kwako. Ule ubingwa ni mkubwa. Unaposema WBC Afrika, manake ni bondia bingwa Afrika. Amempiga Bongani Marangu ambaye amedondosha mabondia wengi hapa Tanzania, wakubwa wazuri wenye majina ambao mnawajua. Kwa hiyo tunapoongelea ubingwa wa Afrika, WBC Afrika, na mkanda uko pale na uoni wapinzani, manake watu wanamkimbia. Hao wa Afrika wa mabondia ambao wenye uzito wake na wanautaka mkanda huu mkubwa kama ulivyosema wa thamani, lakini pindi tunapo approach pia hawasogei. Na pia waandaaji wa ule mkanda, manake Abu wenyewe wameshauweka kwamba jamani, ambaye anahitaji kumchallenge Majia atokee, na sisi dau letu ni dogo sana, ila wanakimbia kwa sababu wanajua uwezo wa Majia. Labda wanasubiri asogeze umri, na sisi tunawaambia kila siku anavyozidi kukua Majia ni chuma kipya, kiepe nyani, yani yule ni nyani ambaye amevumilia mishale mingi. Kwa hiyo si kwamba mkanda ule kuna athari yoyote. Majia anajifua, Majia anajiandaa kila siku kwa mapambano, na nimekuambia mkanda ule ni wa ubingwa wa Afrika. Unaposema WBC Afrika, mabondia wapo wengi na wanautamani kwa thamani kama mliosema, ila wanamkimbia Majia. Hapa ndani bondia yeyote ambaye anajiona na uwezo wa kumchallenge Majia, mkanda upo, Majia yupo wakati wowote. Hatuna gharama kubwa sisi tushapata hela ndogo tu kwake. Majia anacheza na lengo sisi ni kuwaburudisha Watanzania. Majia Tanzania wani, tunawakaribisha muje mumchallenge. Asante sana. Asante.